Sababu sisi huku tuko vibaya, alafu wewe unakuja na kahawa, mimi si unasherehekea. Mpo kwenye huzuni kumbe. Sawa, tuambie, Simba anakutana na timu ambayo ipo tayari kwenye mwendo. Ni bingwa wa msimu uliopita kwenye ligi aliyotoka. Timu kama hizi somehow unaweza ukaona sio sumbufu kwa sababu wenye majina labda si hivyo, lakini timu ambayo wachezaji maarufu lakini kukusumbua anaweza. Yes. Unawezekana ukacheza naye yeye si timu maarufu lakini akakusumbua. Kwa hiyo kwangu mimi Simba sio kwamba na mechi rahisi, mechi yake itakuwa ngumu kwa sababu anacheza na timu ambayo tayari iko kwenye momentum yenyewe, ligi yake wanaendelea. Lakini frankly speaking, kwa quality walionayo Simba, mimi naamini wana uwezo kwenda kushindana na wale wa Malawi na wakapata matokeo. Itategemea tu wao karata zao wanazichanga vipi. Haitakuwa rahisi, lakini kufuzu kwenda kwa hatua inayofuata, mimi naamini Simba wanaweza. Kwa sababu ukiangalia hata wao aina ya wachezaji walionao Simba, hata kama isingesajili, still Simba wangekuwa wana uwezo wa kushindana na ile timu kutoka Malawi na wakashine wakaingia hatua inayofuata. Changamoto inayokuwepo ni kwamba wale wa Malawi hawana wachezaji wenye majina. Ligi yao sio ligi inayoimbwa sana kwenye ukanda wetu wa kusini mwa jangwa la Sahara kama ilivyo kwa Simba. Ni Simba na mastaa kibao, wanajulikana, wanafuatiliwa, ligi yake Simba inaonekana. Kwa hiyo ni rahisi kwa ile timu ya Malawi kuifuatilia Simba vizuri kwa ukaribu. Na mind you, wale wa Malawi wana fursa ya kuiona Simba kwenye michezo nafikiri sana miwili ya hivi karibuni. Achana na mchezo wa Simba Day. Kuna mechi ya Yanga ambayo Simba lazima atacheza akitafuta matokeo. Kwa hapo lazima kuna silaha zake atazitumia, utaziona. Na kikubwa unapoenda kuangalia mechi kama hiyo, wewe huwezi kwenda kuangalia pale Simba wanavyocheza ukagundua style yao moja kwa moja, kwa sababu style inaweza kubadilika. Walimu wao wanabadilika kulingana na aina ya mechi anayocheza. Isipokuwa pale unachonufaika nacho, una uwezo wa kuidentify wachezaji hatari wa Simba ni wachezaji gani. Yaani ukawaona ukasema okay, yule ni mchezaji hatari, yule Chama namba 17 hivyo. Kwa hiyo unakuwa unawajua wachezaji wao hatari na unaweza ukatengeneza mfumo mzuri wa kuwadhibiti. Lakini baada ya hapo Simba na mechi nyingine ya ligi. Nafikiri itakuwa tarehe 16. Nayo ni mechi ambayo unaweza kuitazama Simba na ukapata chochote kitu. Kwa faida walionayo wale wa Malawi wa Wanderers, wale wana uwezo wa kuiona Simba kwa sababu ligi yake inaonyeshwa, lakini pia wana wachezaji mastaa. Yaani ukitafuta taarifa zao unazipata. Ila wao Simba wale wachezaji wa Wanderers ya Malawi, kuwajua wote wachezaji muhimu ni sasa hivi Simba na wao waamue kutuma kikosi kazi cha watu kiende kuwafuatilia wale. Wale wenyewe wanaweza wakaifuatilia Simba kule walipo, wakawashati vitu wakawaona. Lakini huku Simba yeye lazima atume watu waende kuiangalia ile Wanderers ya Malawi inachezaje, wachezaji wake ni wachezaji gani, ni hatari, wana udhaifu wapi. Hiyo ripoti mwalimu Steve Barker anaihitaji kwa ajili ya matumizi yake ya kuiandaa Simba ambayo itacheza dhidi ya Wanderers ya Malawi. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza, naiona ni mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo Simba anaimudu kuicheza. Kwa aina ya wachezaji ambao Simba amesajili, na fikiri mimi wanaweza wakawa na quality kubwa kuliko wachezaji ambao wanacheza nchini Malawi kwenye timu ya Wanderers. Na kubwa zaidi, tuende kwenye malengo. Appearance ya Simba kwenye mashindano na hiyo timu ya Malawi. Nani ambaye unamuona kwenye miaka hivi karibuni amekuwa na uwakilishi mzuri kwenye michuano ya kimataifa? Definitely ni Simba. Kwa mimi kwangu Simba anabaki kuwa priority kwenye kufuzu kwenda hatua inayofuata, licha ya kwamba naamini atakuwa na kiwango cha juu, na mara nyingi Simba huwa anachukuaga vijana kutoka kwenye timu kama hizi wengi sana, kama ilivyokuwa kwa Mixon. Unajua hii ni timu ya ni mabingwa wa Malawi. Malawi kuna Nyasa, Big Bullets, ni timu kubwa pale, lakini ukiangalia Mighty Wanderers wamechukua ubingwa, maana yake wao ndo walikuwa bora kwa msimu uliopita, na sio timu ndogo. Baadhi ya wachezaji bora wa Malawi wako kwenye ile timu. Kwa Malawi katika ile miongoni mwa wale wachezaji wazuri wapo kwenye ile timu. Sasa advantage yao ni kwamba wamecheza michezo 11.
Kwa hiyo wapo kwenye ile momentum na fitness yao iko kwa hali ya juu. Ila Simba wao wanakwenda kabla ya kukutana na Mighty Wanderers watakuwa wamecheza michezo 6 ya ushindani. Mchezo wa dhidi ya Yanga kwenye ngao ya jamii tarehe 12, alafu tarehe 16 anacheza mechi, atakuwa na mechi mfululizo Kagera, Pamba na Singida Black Stars, alafu atarudi nyumbani. Kuna mechi anacheza na Geita Gold nakumbuka. Kwa maana yake Simba kabla ya kukutana na Mighty Wanderers atakuwa na mechi 6 za kishindani. Maana yake naye atakuwa fitness yake itakuwa ashaanza kuipata, lakini itategemeana sasa na klabu itakuwa kwenye kipindi gani. Kwenye ishu ya itakuwa sasa timu ishajipata inacheza vizuri au bado haijajipata. Huo ndo mtihani ambao ninauona, lakini kwa ubora wa klabu ya Simba wao wanachotakiwa ule mchezo wa ugenini wautumie zaidi kumsoma mpinzani, kujua ni mpinzani wa aina gani na anacheza vipi, kwa sababu kwanza ni favorite kuliko Mighty Wanderers na ubora wao umekuwa ni wa kiwango cha hali ya juu. Players walionao huwezi kuwafanisha na players wa Malawi, lakini wale wanaweza wakawa bora kwenye kuzuia na pengine wakampa ushindani Simba. Hata ukiangalia msimu uliopita Simba alikuwa hakushinda mechi hata moja ya nyumbani, hasa kwenye hizi mechi za awali za mtoano. Alitoka sare ya 1-1 dhidi ya Gaborone United, akatoka sare ya bila kufungana dhidi ya ile timu ya Eswatini. Sawa, lakini hizi timu zilikuwa zote ni timu ndogo ambazo zilifanikiwa kumpa ushindani Simba, tofauti na kwenye hatua ya makundi kwamba ile ni timu kubwa ambao unakuwa umeisoma, unaifuatilia, unajua ubora wao uko wapi na taarifa zao, rekodi zao nao. Lakini kwa hizi timu mpya ambazo ndo zinashiriki kwenye mashindano leo, inakaa baada ya misimu 7 ndo inarudi tena, inakuwa ni ngumu kwa wewe kuwajua. Kwa hiyo mechi ya kwanza ile ndo unatumia sasa kujua, na unatumia nguvu kubwa. Unatumia nguvu kubwa na kujua ubora wao kwamba watu wako bora sehemu gani. Ila mechi ya pili ndo mechi sasa ya kumaliza shughuli. Ila kama utakuta ni wadhaifu zaidi, shughuli unaweza kumaliza tu kwenye mechi ya kwanza. Sahihi kabisa. Tukiachana na hao, Young Africans wanakutana na Gaborone kutokea kule Botswana, na ukumbuke Gaborone msimu uliopita alikutana na Simba Sport na wakaenda kucheza kule Botswana, na mchezo wa kwanza ukaisha kwa Simba kupata ushindi wa bao 1-0. Mchezo wa pili ukachezwa hapa kwa Mkapa ambapo Simba alitoa sare na Gaborone United bao 1-1, wakati Jean Chazawa akifunga penalty. Nao walifunga pia kwa mkwaju wa penalty. Sahihi. Makosa alifanya Shamu, alimvuta mchezaji wa Gaborone United kwa mkono ndani ya 18, ikawekwa tuta. Okay, sasa hivi Young Africans anakutana naye Gaborone United, na Gaborone bwana naye unajua ni bingwa kwenye ligi ya Botswana, alimaliza kwa bingwa mara 2 mfululizo. Kwa hiyo wanakutana na mabingwa huku mabingwa wananchi. Mechi hiyo inakwenda kwa mechi yenye mvuto kiasi gani, especially kwa sababu Gaborone ardhi ya Tanzania kashaifahamu. Ni hofu sana kukutana na timu ambayo tayari ilishafika Tanzania na ikakutana na mpinzani wako ambaye kwenye ligi mko sambamba kwa kiasi fulani. Gaborone ana advantage ya kujua mazingira ya Tanzania, na asikwambie mtu Irene, timu za Afrika Kusini zinavyocheza na timu za Misri zinavyocheza au timu za Nigeria zinavyocheza, hata kama zitapishana, basi kunakuwa na baadhi ya element ambazo wanafanana. Tabia za mashabiki, tabia za uongozi, lakini pia hata tabia za wachezaji wa Kitanzania zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo Gaborone United wao walicheza na Simba na wakaleta ushindani katika michezo yote miwili. Walifungwa 1-0 kwao, na hapa Dar es Salaam wakatoka sare ya bao 1-1. Hiyo ni advantage kwao, cha kwanza kwamba wanaamini wanaweza wakaleta ushindani, lakini cha pili washafika hapa. Baadhi ya wachezaji waliokuwepo walikuwepo msimu uliopita mpaka sasa hivi wapo. Kwa hiyo naamini wana nafasi ya kisaikolojia
hata ile pressure, ule woga, ile hofu ambao wanakuwa nayo inakuwa inashuka. Kwa hiyo inabaki wao sasa kuperform ndani ya pitch. Kwa upande wa klabu ya Yanga na wao hivyo hivyo, mpaka wanakutana na Gaborone watakuwa wamecheza michezo 6 ya kishindani. Kwa hiyo kuna fitness, kuna momentum, na ndo tutaanza kuona sasa ni timu ipo katika level gani ya kishindani. Kama timu itakuwa imejipata, basi watakuwa na nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri mbele ya Gaborone. Lakini kama bado timu itakuwa haijajipata, nategemea watapewa mchezo mgumu pia. Sahihi kabisa. Ni saa 1:45 kwa majira ya Afrika Mashariki. Wamesajili wachezaji wakubwa, wamemleta kocha mwenye uzoefu, alafu ikatokea wameondoshwa kwenye hatua ya awali. Yani ni ngumu sana hata huyo kocha kusurvive kumaliza msimu kwa amani. Yani lazima tu watavurugana sana, kwa sababu malengo yao wanavyotafuta kocha mkubwa kama yule, manake wanataka kufanya vizuri kwenye continental stage, high stage ya continent. Kwa hiyo ni ngumu wao kumvumilia mwalimu endapo atafanya vibaya, hasa kwenye hatua za awali. Lakini kwa upande wa Simba hivyo hivyo, unajua Simba standard yao waloseti ni robo finali, ndo maisha yao. Kwa hiyo ikitokea Simba ameondoka kwenye hatua ya awali, ni shida pia tena. Ukiangalia na kwenye klabu yao kuna hiyo misuguano ya viongozi, ndo itapelekea tena mambo kuwa magumu. Kwa hiyo timu zinatakiwa kuwa makini sana katika hiki kipindi, kwa sababu surprise bwana zipo. Simba ashaiondoshwa hapa na Jwaneng Galaxy. Tena alishinda kule Botswana 2-0. Kaja huku Dar es Salaam kapigwa 3-1. Na alipigwaje unajua? Alianza yeye kwa kushinda dakika 8. Sitaka nisahau game kwa sababu ilikuwa ni game ambayo nilikuwa uwanjani. Ni game ambayo wakati Simba anaongoza dakika 8 la Ribwale akafunga. Kwa Simba akaongoza tena 3. Kwa you feel kwamba tayari Simba wameshaondoka. Kwa hata wewe reporter unavyokuwa una report, unavyokuwa una own game, unahisi kwamba unajua ukiwa pale kama mwandishi wa habari unakuwa una own game, kwamba unaandaa sasa mchakato wa maswali yako, series ya maswali yako kwa wale ambao watakuepo, especially viongozi, si ndivyo? Kwamba hongereni bwana. Sasa maswali yanabadilika kutoka hongereni ni kwaherini. Na surprise bwana zipo. Surprise zipo, na siku ndo tulijua. Na kocha bwana yule, mimi nilienda kwenye press. Kocha alikuwa bigi fulani hivi. Kocha akasema alikuwa big. Yaani hiyo game sitaka nisahau, ilikuwa ni game fulani ambayo ilikuwa inatoa watu kisaikolojia mapema. Kwa sababu kocha alipokuja kwenye press akasema yeye anafikiri kwamba Simba ni timu bora na ameshajipima baada ya kufungwa nyumbani kwao Botswana, amejipima akaona hawezi tena kumtoa Simba. Sijui unanielewa maneno ya kocha hayo. So yeye ameamua hivi sasa afocus na ligi kuu ya nchini kwao, kwa sababu ligi zao zinaanza mapema. Kwa akasema yeye ameamua afocus na ligi ya kwao ili ajiandae kwa msimu unaofuata kuwa bingwa, ili acheze tena CAF Champions League. Kwa hiyo mimi bwana, kwa leo sidhani kama kesho nitaenda kupambana na Simba. Nitamwachia tu game atawale, na hapo ndo mtego alipowini. Kwa hiyo watu wakasema kocha amekubali. Na title zetu wote nafikiri waandishi zilikuwa kocha ameshakubali. But that same kocha sio alikuwa nani wa Simba? Nimesahau kidogo. Nitakumbuka au nitafuatilia hapa mtandaoni. Kwa hiyo game ilienda bwana uwanjani. Kwa hiyo na ile goli moja lilivyofungwa pale kwa Mkapa, Simba lilipuka. But that time alikuwepo sioni Barbara Gonzalez. Kwa hiyo yani alifurahi na watu wakafurahi na mambo yakawa yanaendelea. Wewe kipindi cha pili sasa. Goli la kwanza kasema bwana, hata hamna kitu hapa, hawaendi kokote. Wewe la pili tumekaa vibaya, la tatu mpira umeisha, refa kaweka mpira kati. Sasa nikupe mkasa wa UD Song. Simba walivyotoka bila kule Msumbiji. Sahi. Msimu uliopita ndo Simba wametoka kutoa AS Vita. Wakapigwa na TP Mazembe. Sasa kama unakumbuka ule msimu Simba walikuwa wanafunga magoli jioni. Goli la kuwatoa Nkana, Chama anapiga ile la kisigino mwishoni kabisa. Alafu mechi ya AS Vita mwishoni kabisa anafunga tena. Sasa ile game mtangazaji alikuwa anatangaza mechi kwenye TV. Kipindi hicho ulikuwa unaona kwenye TV. Nilikuwa Mwanza chuo. Anasema hapo ukumbuke UD Songo alitangulia kupiga goli. Ndio. Walipopiga goli mtangazaji anasema
bado mida ya Simba bado. Yani anajua record. Anajua nyinyi. Mida ya Simba bado wana mida yake. Umeona? Wewe ndugu yangu. Game inaendelea, Simba walikuja kupata penalti mwishoni. Wakafunga. Ikawa 1-1. Pambana wapi? Hizi game kwa makini sana. Nakumbuka game nyingine ambayo imeshai kunifanya nikaamini kwamba mpira sio kitu kizuri. Ni game ya Mkapa. Yanga anacheza na MC aje sijui. Nafikiri tu kama hicho. Anashinda tu kupata goli moja aondoke. Na game ambayo nyingine nikaamini kule mpira na kitu kibaya. Ndio tulienda Tunisia. Yanga na nani wale? Na Club Africain bwana. Club Africain akafunga. Mlitoka salama uwanjani siku ile? Ilikuwa ni hatari sana. Ilikuwa ni hatari. Mimi kuna game ushachomoka. Kutoka uwanjani inakuwa unaenda kutafuta sasa maji. Inabidi umfuate polisi uombe maji. Polisi mwenyewe anakuambia kaa mbali. Kuna yeye yuko upande wa nchi yao. Kuna mwalimu wetu mmoja wakati anatufundisha chuo bwana alitusimulia. Anasema kuna mechi bwana ilikuwa inapigwa pale Tabora. Championship ile ya zamani ilikuwa ina mazonge mengi. Sasa yule mwandishi mechi ilikuwa imeshaisha. Sasa anaripoti vurugu. Kwa wakati anaripoti vurugu anaelezea mechi imeisha sio na nini, Rhino Rangers wana hivyo. Sasa wakaanza kuja kwa upande wake, akaanza kupiga kelele. Hapo yuko live hewani. Wanakuja kwangu. Wewe sasa hapo unajua unaangalia vifaa. Anapiga mayoya. Hatari. Hizo kama hizo ombe zisikupate. Mimi leo kunipata mmoja kwa tumeenda Algeria na Young Africans kwenye mechi ya finali ile. Kwanza waandishi tukafungiwa sehemu, hamna kuingia kwenye mechi. Baadaye tukabisha mechi ndani ndo inataka karibia kuanza. Tukafunguliwa sababu vitu vyote tunavyo, accreditation sio na nini tunavyo. Tukaruhusiwa kuingia. Tumeingia tena ndani mazonge ndugu yangu. Nimekaa vibaya naenda kuripoti, nikatupiwa lile na nilila moto pap, nikaunguza hadi koti langu. Nice. Kulikuwa kuna baridi, kwa hiyo ikabidi nikanunua koti jipya. Lakini sasa hapo mkono nafikiria unaenda kuungua. Nilivua ile koti tupa vifaa vyote chini. Na waza sasa naenda kuwaka moto. Alafu sasa ile poda ilikuwa inakumwagikia usoni. Kwa hiyo yani hata kufuta uso uwezi, unahangaikia mkono kwanza usije ukaungua. Polisi naye hata hakujali tena kwa wakati huo. Yani tena ndio polisi walikuwa wakali kabisa. Game imeenda, nakumbuka kuna wakati hiyo mechi ndo tulijua Diarra kwamba ni yani ndo mzizi wa Young Africans. Na Diarra kwa kweli pale kuondoka Young Africans, sijui na sidhani kama Young Africans watakubali kirahisi. Diarra anaenda kudaka penalty. Unajua walipata penalty mapema Diarra anaenda kudaka penalty ndugu yangu. Katupiwa bonge moja la nani lile la moto pap lenye moshi na alidaka bwana. Kwa hiyo maombi nafikiri sijui ya wananchi siku alikuwa upande mzuri sana kwa mwisho wa siku, lakini hawakuibuka na kikombe. Mwisho wa siku wale walikuwa wameshashinda huko 2. Walishinda 2-1. Aggregate zikawa 2-2, lakini wao wamefunga magoli 2 ugenini. Kwa hiyo aggregate zikafeza. Kwa hizi mechi bwana sometimes surprise zipo na unaweza ukafika sehemu ukafikiri wewe sasa unaenda kuwa bingwa au unaenda kutoboa kwenye hatua inayofuata. Watu wakakwambia wewe there's no way. Lakini huyo mwandishi aliyesema dakika za Simba zijafika nimempenda sana. Meda bado. Kwa sababu hiyo kuna sehemu inafika. Dakika za Simba unaona ndo hizi afu uone kitu. Au dakika za Yanga ndo hizi afu uone kitu. Lazima uchanganyike. Hapo mdau wa AS Vita kafa jioni, Nkana kafa jioni msimu uliopita. Mechi ya Yanga na CR Belouizdad ile alofungwa 3 ugenini. Unajua watangazaji Yanga ugenini ndo ya moto. Afu 1 2 3 tunaondoka. Kwa kweli mtangazaji alikuwa katika hali ngumu. Saa 1 dakika 55. Kumbuka hili ni bao la asubuhi na wakati huu ndo alikuwa na Pantev. Umesahau mara hii ndugu yangu, kocha akaja hapa sema tu shida ilikuwa kwenye makaratasi. Shida ilikuwa kwenye nini? Au ilikuwa wapi? Kwa kwenye makaratasi. Tuambie Chisano. Kwenye mechi hii ya Young Africans na Gaborone. Mimi kwangu bado nawapa nafasi Young Africa. Of course najua timu kutoka ukanda huu wa kusini mwa Afrika bwana, na wenyewe wanataka kupata wachezaji ambao wana uwezo wa kupambania timu zao wafanye vizuri kwenye mashindano, lakini hali haiko hivyo sasa. Mambo yalivyo wanakutana na Yanga ambayo ruthless, haina huruma, ina njaa ya kutaka kufika robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Tafsiri yake ni kwamba Gaborone ameingia kwenye mtumbwi wa vibwengo kwa namna yoyote vile, kwa sababu
Ukiangalia uwekezaji waliofanya Yanga kwenye timu yao, wanakuonyesha dhamira yao ni kucheza hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo inawezekana kweli wakapata mechi ngumu dhidi ya Gaborone, lakini mimi bado nawapa nafasi pia Yanga kama nilivyofanya kwa Simba. Yanga naamini kwa aina ya timu walionayo, malengo walionayo, uwekezaji uliofanyika kwenye timu yao kuanzia benchi la ufundi mpaka wachezaji, na waona dhamira yao iko wazi, wanataka kwenda kupambana waingia hatua za mtoano za ligi ya mabingwa Afrika, especially robo finali. Ukiangalia aina ya wachezaji waliowaleta, sio wachezaji ambao wanataka kuwapeleka makundi tu. Yaani kama ingekuwa Yanga ile msimu uliopita hata isingesajili, uwezekano wa kufika makundi wangekuwa nao tu. Lakini Yanga sasa uwekezaji waliofanya, target sio makundi tena, ni kufika robo finali kwa mfano, angalau minimum wafike robo finali. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Gaborone wana faida ya kuwaona Yanga. Wana mechi kubwa inakuja dhidi ya Simba hapa, na baadaye watakuwa na mechi ya ligi kuu. Kwa hiyo wana nafasi ya kuiona Yanga ikiwa uwanjani na wakawa identify wachezaji wazuri. Ukimwacha Peter Shalulile ambaye it's all over the continent, amejulikana, habari yake imekuwa kubwa kwenda Yanga, nimeiona imetangazwa mitandaoni huko mataifa mengine makubwa, bado kuna wachezaji wengine hawawafahamu wa Yanga ambao wapo wanacheza vizuri tu, tena wapo kwa muda mrefu. Kwa hiyo naamini na wao Gaborone United wana nafasi ya kuja kufanya uchunguzi, wafanye tafiti zao, wafanye analysis Yanga wana wachezaji gani hatari na ni hatari kwenye maeneo gani. Na hapo ndo wasiwasi wangu mimi, nafikiri counter book lao litajaa sasa. Manake kama ni wachezaji hatari kwenye timu yao Yanga, wana wachezaji wengi hatari. Ukimwacha Sharulile, wachezaji wengine ambao walikuwa msimu uliopita, Okelo, Depu, Max Nzingeli, Mudathir Yahya Basi, Juke Abuya, hawa wote timu ikiwa na mpira ni ruthless players, wana uwezo wa kukuadhibu. Lakini timu yao ikiwa haina mpira, kuna watu wengine tena bado unawaona wana umuhimu ama mchango mkubwa kwenye kuidrive Yanga. Max Nzingeli, Juke Abuya, Mudathir Yahya Basi, kina Baka, Mwamnyeto, Jobu kama atakuwepo, wachezaji kama kina Yaokwasi Atoula, wana goalkeeper ambaye lazima uwe na details za goalkeeper wao ili uweze kuwa strike Yanga vizuri. Kwa hiyo na ndo hapo wasiwasi wangu unapokuja Gaborone, wakija kucheza na Yanga wana kazi ngumu, kwa sababu kama watatuma wawakilishi wao sasa hivi waje kuichunguza Yanga ilivyo kwenye mechi ya dhidi ya Simba na mechi yao nyingine ya ligi, naamini notebook yao itajaa, yani kuandika hizo details za wachezaji wa Yanga, uhatari wao uko wapi. Kwa sababu sasa hivi hauwezi kusema unakuja kuangalia Yanga uchezaji wao ukoje, so wana mwalimu mpya, lakini utakuja uidentify wachezaji wa Yanga hatari. Sasa ukija kwa style hiyo utajaza ka notebook kako, kwa sababu wana wachezaji wengi muhimu kuanzia kwa goalkeeper mpaka mbele huko, yani timu yao imesheheni. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Gaborone wana wakati mgumu, na sifikiri kama walifurahia walipoona draw wanacheza na Young Africans. Wakifuatilia hata records za hiyo klabu wanaona okay, kumbe msimu uliopita walishia makundi. Wao Gaborone wakijiangalia msimu uliopita walitoka round ya awali. Wakiangalia mwaka miwili mitatu iliyopita wanaiona Yanga misimu miwili mfululizo wameshatoa makundi. Kwa wao wenyewe wanajua hii timu sasa hivi issue kwao sio makundi, ni kwa advances zaidi ya makundi. Kirudi misimu mitatu nyuma, wanaikuta Yanga waliocheza robo finali ya ligi ya mabingwa wakati na Sundowns. Wakirudi miaka 4 nyuma, wanakutana na Yanga ambayo ilicheza finali ya kombe la shirikisho. So wanaiona Yanga ina records nzuri kwenye miaka 4 iliyopita ukiwalinganisha na wao Gaborone. Kwa hiyo ndio maana nasema Gaborone somehow kama wameingia kwenye mtumbwi wa vibwengo, ama ukosee, bora ukosee mwanaume uingie chuo cha kike kuliko kuingia chuo cha mabouncer. Ndio kama walivyo Gaborone. Nafikiri hawajafurahia hiyo draw
lakini sometimes ndo hivyo, unatakiwa ucheze tu mechi kwa sababu draw imekuwa fair. Lakini naamini Gaborone wakijiandaa vizuri wana uwezo wa kuwapa Yanga mechi ngumu, kwa sababu wao pia mpaka wamekuwa mabingwa huko kwao hawakuwa na timu mbovu, na Gaborone haina njaa kwamba hawawezi kusajili. Of course hawawezi kusajili kama Yanga. Gaborone sajili zao haziwezi kuwa na thamani sawa na sajili zilizofanywa na Yanga, lakini uwezo wa kuiandaa timu ya kwenda uwanjani kupambania dakika 90 wapate matokeo, Gaborone wanayo hiyo timu, wana uwezo wa kujiandaa vizuri. Kwa hiyo sio mechi kwamba upande mmoja tu Yanga lazima atakuwa dominant alafu Gaborone atakuwa underdog, lakini bado namuona Gaborone ana nafasi ya kukompiti na Yanga kwenye hiyo nafasi, isipokuwa kwa daraja la ubora. Mimi kwangu hapo ndipo ambapo Gaborone naweka pembeni, ninawapiki Yanga, wana kikosi bora ukilinganisha na Gaborone ambayo ilitoka kwenye hatua za mwanzo msimu uliopita wa ligi ya mabingwa Afrika.